nawezaje kunyama. Nasema Mungu awakumbuke na wabariki. Siwezi kukosa kushukuru Mungu kwa ajili ya Askofu Simon Ngige na mkewe. Mzee, Bwana kubariki sana. Huduma ambao umetoa katika haya madhabahu pamoja na Askofu Oswald Kinengo, Baba Askofu, kwa niaba ya familia Jordan, we appreciate you in a very special way. Amen. Because we are imagining kama msingeli kuja, that has been running across my mind. Lakini mlivunja mipango yenu, through challenges mkaamua kuwa na sisi. May the good God bless your families, the churches you are ministering unto. Na tutawakumbuka hata safari ya kurejea nyumbani. Amen. Wachungaji wenzangu ambao mlichukua nafasi hii ya kuja kutoka makanisa yetu, sister churches, we don't take this for granted. Wachungaji ambao mmekuja kuwa nasi kwa hili kongamano, we humbly appreciate you in a very unique and special way. May the good God remember your ministry and your families. He is a faithful God. Amen. Huwa ninapenda, kabla sijaingia katika ujumbe wa leo, sana sana kushikamanishwa na huduma ya uchungaji. I normally want to be referred in most cases katika huduma ya uchungaji, shepherding. Ndio sababu mara nyingi utaona nikikwambia jina langu ni mchungaji Mkale. Kwa sababu gani? Kando na yale majukumu ya kuovasia hapa na pale, God has given me a burden to shepherd mioyo. Ngawaje hata nina shepherd sometimes wachungaji wenzangu, hivyo ndio sababu ninapenda kuitwa mchungaji sana. Hata title ya waskofu pia sio mbaya na ni nzuri. Lakini ni kwa sababu moja, hii sababu sometimes sisi watumishi wa Mungu, we are addicted with the titles. Very true. Mpaka we forget ya kwamba we are servants of God. Yes. Niko na rafiki yangu servant of God hapa Nairobi. Kuna wakati aliandikwa in one of the media houses. Na is a friend of mine, you know, Madam Shoulders. Is a bishop. So the presenter kawaida alimwandika wakati wake ulipofika, akasema, Pastor karibu. Tumishi wa Mungu alipanda moli, akamwambia presenter, how dare to call me a pastor? Hiyo cheo niliacha zamani. Kwa nini umekosea? And I was listening wherever I was. So yule presenter akaamua kunyenyekea. Akasema, oh askofu, forgive me. Lakini askofu, maana alikuwa amepanda mori kidogo, kamwambia, hiyo kosa usirudie tena. So unajua utakapofika mbele ya Mungu,
titles, we shall throw them before the feet of the great God. He will address us as faithful, my faithful servant. Tunaangalia Musa mtumishi wa Mungu. Moses was one of the most powerful men who ever walked on the face of this earth. Yeah. But when God called him home, hata ilibidi afiche kaburi yake. Yeah, because alijua Waisraeli wanaweza ku-idolize, wanafanya kuwa ashrani. Lakini akiongea na Joshua, hakumwambia my great, most, mightiest. Alimwambia Joshua, Moses my servant has passed on. Simple clear. So Bwana Mungu atusaidie, kwa sababu hawa maaskofu waona hapo wamenyenyekea, ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu kwa ufupi, nataka niongee na wewe kwa msimu huu wa Pasaka kuhusu the 6 privileges of our adoption. The 6 privileges of our adoption. Na pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya waimbaji wote ambao wametekeleza kazi ya Mungu mahali hapa. Friends, you've got a great reward. Kindly remain true to God. You will be given a great reward before God. Amen. So kama unaandika, I want to speak and present to you the 6 privileges of our adoption. Niruhusu nitoe tu introduction kwa ufupi, maana sitaki nikae hapa more than 50 minutes. Jana Askofu Ngigi ametuambia hapa kuhusu kifo cha Bwana Yesu na vile uweza wa damu ulitiririka kutoka maeneo 7 ya mwili wa Bwana ili mimi na wewe tupokee huo wokovu. Mtumishi wa Mungu Askofu Kinengo alikuwa hapa akifafanua bayana gharama kubwa iliyolipwa ili mimi na wewe tupatanishwe jamani. Haleluya. Na mtakatifu wa Israeli. Na mimi nataka tu niungane na wao kipande tu kidogo, maana mimi kazi yangu hapa ni kusupplement tu sausage kadogo, na Bwana apokee utukufu. Neno wokovu au kombozi wetu uko na mafurushi matatu ya zawadi ambayo Bwana alitupatia sisi wanadamu alipotuokoa. Unaposema nimeokolewa, nimuhonokia, nimeokoka, kuna mafurushi ya zawadi 3 ambayo Bwana aliyaweka pamoja katika hilo neno wokovu. Furushi la kwanza linaitwa kuhesabiwa haki, na kwa Kizungu wanasema justification. Now justification ni zaidi ya kuhesabiwa haki, tutaliangalia baadaye. Furushi la pili linaitwa regeneration, kuzaliwa katika nyumba ya Baba Mungu, tutaliangalia tena baadaye. Furushi la tatu linaitwa sanctification, kutengwa mbali na dhambi na kuwekwa wakfu kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kumshia yeye. Hilo hatutaliangalia kwa sababu ya muda, tutaangalia haya mawili. Justification ni zawadi ambayo wewe na mimi tulipewa. Hayo tunayasoma katika Warumi mlango wa 3 kuanzia kifungu cha 23 hadi 24.
Paulo anasema kwamba jamani, wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari wa 24 anasema lakini tunahesabiwa haki bure. Bure. Mjadala akasema ni waranono, uliniokoa bure. Tunahesabiwa haki bure. So what is justification? Kwa kizungu, it is a state whereby a sinful man is made right with the holy God. Through faith in the completed work of Christ on the cross of Calvary, and thereafter declared righteous. Ni hatua ambayo mimi na wewe wenye dhambi tulipewa uhalali katika mahusiano yetu na Mungu kwa kuiamini kazi ya Kristo iliyokamilika Kalvari. Hatimaye tukahesabiwa haki. Are you listening? Unaposema hilo unamaanisha just as I have never sinned. Brand new. Mungu anakuonaga tu hivyo. Regeneration ni hatua ambayo mimi na wewe, kando na kuhesabiwa haki, tunazaliwa katika familia ya Mungu katika njia mbili. Tunazaliwa katika hii familia kwa kupewa maumbile mapya, a new nature, ya kwamba roho yako na roho yangu ilifanyiwa ile wanaitaga kupasuliwa, surgery. DNA inayoonekana ni damu ya Yesu. Are you getting the point? Hiyo roho ya ikifanywa kutoka surgery kazuri, na waangalie DNA yake, na mwanakondoo, tumishi wa Mungu ametuambia kitu kimoja. We are given the nature of God to share the moral attributes of God. We can share the character of God. Sawa sawa? Alafu kitengo cha pili cha kuzaliwa mara ya pili kinaitwa adoption. Adoption, mimi nikiwa sina mtoto ama niko na watoto na nishirikiane na mke wangu ya kwamba tunataka kupata mtoto ambao hatukumzaa biolojia, tunaenda kwa chumba kinachotunza watoto kinaitwa children's home, na tunafanya mapatano na wahusika, na wahusika wanatupatia mchakato wa kwenda mahakamani kuhalalisha mchakato wa kumchukua huyo mtoto awe wetu. Mahakama tunaenda pale kuswear affidavit ya kwamba sehemu ya mali yetu itakuwa pia ya huyo mtoto. Hatukumzaa, lakini kisheria yeye ni wetu. Hakuja kitambaa, amekuja kitembea, lakini yeye ni mtoto wetu. Hiyo inaitwa adoption. Sasa katika hili neno adoption kuna faida 6. Kwa sababu tumeomba, mtaniruhusu tu nisome neno la Mungu. Fungua nami kitabu cha Warumi mlango ni wa 8. Warumi mlango wa 8, tutaanzia kifungu cha 14. Tutafika kifungu cha 17. Neno la Mungu linasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Yes. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, yes, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Abba, yani Baba.
Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja na yeye. Watu wa Mungu waseme amen. Sasa nipe masikio tuende kazi. Wanasifiwe. Faida ya kwanza kama unaandika inaitwa faida ya kutembea. Hiyo ndio faida ambayo tumepewa tulipompokea Yesu. Faida ya kwanza ni ya kutembea. Maandiko yanasema katika mlango mstari wa 14, wote wanaoongozwa na Roho hao ndio watoto wa Mungu. Si anasianga hii? Sawa sawa? Hao ndio si anasianga wanaoongozwa. Wapendwa, ukiongoza mtu ajue njia, haumbebi mgongoni, unatembea akikufuata. Si kweli? Faida ya kwanza ya adoption ni kwamba ni neema ya kutembea. Bwana Yesu anapokutana na mama Msamaria, anaongea naye maneno ya mbinguni mpaka mama anashangaa, wewe ni mtu aina gani? Mababu zetu waliabudu katika milima ya Samaria na wao unasema mnaabudu Yerusalemu kule. Yesu akamwambia, mama, niangalie vizuri. Sasa inakuja wakati watu watakao maabudu Baba hawatamwabudu katika milima hiyo wala Yerusalemu kule, bali katika roho na katika kweli. Bwana Mungu anaendelea, alafu mama anamwambia Yesu, tunajua maneno naongea haya ni kama yale ambayo atanena Masihi atakapokuja. Yale unaongea haya yataongeleka na Masihi ambaye atakuja. Yesu anamwambia mama, ni cheki vizuri. Ni cheki sawa sawa. Mimi ninaongea na wewe ndio yule mlioahidiwa. Are you listening? Mama kumtazama Yesu akapata ufunuo wa kukutana na Bwana wa uzima. Akabadilishwa maisha yake. Hakungojea kupelekwa kwa Bible class ya kufundishwa kuhubiri. Maandiko yanasema aliuacha pale mtungi, akaenda kijijini, kaambia watu, jamani, Johni, muone yule aliyeniambia yote aliyonihusu. Get to the point. Mama alianza kutembea. Evangelist one by one. Hakungojea kubebwa mgongoni. Some few hours she was a prostitute. After encountering the King of Glory, she's an international evangelist. Are you getting the point? Neema ya kutembea. Mtume Paulo anapokutana na Yesu, ukisoma vizuri kitabu cha Kutoka mlango wa 9 kuanzia 22, hakungojea kunyonyeshwa. Moja kwa moja alianza kushuhudia yale ambayo Baba amenionyesha katika barabara ya kwenda Damasco. Tuko pamoja. Neno ambalo ninajaribu kukupatia usiku wa leo, faida ya kwanza, the keyword ni kujituma. Tuko pamoja. Ikiwa Bwana ameniokoa na amekuokoa, anatarajia tujitume. Sawa sawa? Tujitume kwa mambo ya rohoni, tujitume kwa masuala ya nyumbani kama ni wazazi, tujitume kwa mambo ya biashara kama nimeajiriwa ama mwenyewe nimejiajiri. Siri ya kufaulu ni kujituma. Nikingojea kusukumwa, nimeokolewa mwaka jana, mwaka juzi,
leo 2003 1978 ningali ninatangaziwa hapa, jamani tuje kanisani mapema, jamani tutoe fungu la 10, jamani tuache hasira. Hivi vitu vinastahili kufundishwa watoto wanaonyonya, sio kweli? Sio kweli? Sio kweli? Leo nitakanyaga kwa wapendo kidogo. Leo msaja ni kidogo, lakini Yesu ni mwaminifu. Sio kweli? Hii mambo ya kutangaza kwamba kukumbushwa fungu la 10. Kama ninakumbushwa leo nitaamka. Amen. Nasikia vizuri. Neema ya kujituma ndio itakufikisha katika hatima yako mapema. Biblia ina mifano mingi ya watu waliofaulu, na kila aliyefaulu alijituma. Yes. Amen. Kila aliyefaulu hakungojea kuambiwa ya kwamba lugha ya Mungu ni chafu. Hapana, akiona hapa kuna shida ana fix. Yes. Musa akatuma wapelelezi 12, wakaenda wapi? Nchi ya Kanaani, wakapeleleza 10, wakaleta habari mbaya. 2 wakasema hapana, tumeenda kule na hawa tumeona ndio kuna majitu giants, tumeona pia kuna kuta, but our God said atatupa Kanaani. Walikuwa na imani ya kujituma. Are you getting the point? Hiyo ndio faida ya kwanza. Ukitaka ufaulu katika maisha ya wokovu, usingojee kuambiwa jamani twende. Yes. Jitume. Faida ya pili, mstari wa 15. Maandiko yanasema hivi: kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Hebu tuseme mimi ni mwana. Mimi ni mwana. Amen. Faida ya pili ya kufanywa mwana wa Mungu ni kupokea uhuru, freedom. Kama kuna silaha adui anatumikia kupigana na watoto wa Mungu wasifike katika nchi yao ya ahadi, ni roho ya uoga. Vipawa vingi vimekufia jangwani, zaidi ya sababu 4 ambazo Musa alimwambia Mungu katika kitabu cha Kutoka mlango wa 3 na mlango wa 4 zilichochewa na uoga. Nasikia vizuri? Zilichochewa na uoga. Mungu anamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu, nimeona mateso yao, nimeshuka ili niwaokoe, na ninakutuma wewe Musa. Musa alitama Mungu, mimi ni nani? Mungu anamwambia nitakwenda na wewe. Uwepo wangu utakwenda na wewe. Usiwe na wasiwasi. Musa, hata kama utakwenda na mimi, nitaongea nini? Kama ni ujumbe nitakupatia, nenda mwambie Farao, mimi nilie, nimekutuma. Musa anamwambia Mungu, hata ndio umeniambia utakuwa na mimi, umenipa ujumbe, na nikifika kule Mungu anamwambia Musa, miujiza yangu itaandamana na wewe. Musa ndani anauoga, ndio hata kama utaenda pamoja nami, umenipa ujumbe, miujiza yako itaenda na mimi, lakini mimi sijui kuongea, nina
Mungu anamwambia Musa, nani aliumba kinywa cha mwanadamu? Ni mimi Jehova. Sikukuchagua kwa sababu you qualify. Nimekuchagua kwa sababu ya neema yangu mwenyewe. Utukufu usikurejelee wewe. Utukufu rudi kwangu mimi. Mungu na ukosira usokelea. Utukufu urudi kwa Jehova. Are you listening? Kama kuna watu wamekwama jangwani, hicho ni kidonda. Na kama uko hapa, unasikia ndani yako unasisimuka kufanya jambo, ukilifikia wakwama, sida uje jamani tupeleke mikono. Sikuamua maishani mwako. Unaanza biashara inaanguka, unatafuta kazi unafutwa, unafanya hiki kinashindikana, mpaka umekuwa mwoga wa maisha. Toka huko. Leo kuna uhuru kwa sababu ya Kalvari. Amen. Kuna faida ya kufanywa mwana, inatokana na mwana wa Mungu. Uhuru wa Kalvari. Amen. Faida ya tatu tunaisoma katika kifungu cha 15 sehemu ya pili. Maana tumesoma kifungu cha 15 sehemu ya kwanza. Kifungu cha 15 sehemu ya pili inasemaje? Inasema ya kwamba ambayo kwa hiyo, yani yule roho wa uhuru tuliye naye, ambayo kwa huyo roho tunalia Aba. Neema ya maombi. Mimi kabla nikiingia katika wokovu miaka ya 83 mara kuokoka huko nyuma, lakini hiyo miaka ya mbeleni ya 83-84 nilikuwa na wakati mgumu na hii mambo ya maombi. Maana sikuwa nimesaidiwa. Nilifikiriaga maombi ni kama kwenda shambani kulima. Alafu ukianza kuomba unaomba ukihema. Kifua kinachoka. Mpaka unatoka kwa maombi unajiuliza jamani, tena kesho leo. Hiyo ndio ilikuwa shida yangu. Nilikuwa nafikiria kuomba ni kumuomba Mungu. Tupige samsimba tusipongoje aone nimeomba nimechoka sana. Ndio anibariki. Are you getting the point? Sikiza vizuri. Maombi it's a privilege. And I want to explain to you pole uelewe maombi is a privilege. Ni faida sana. Simply maombi kwa Kiingereza is a dual communication of the people that have got mutual relationship. Mahusiano ya watu ambao wako na uhusiano mzuri, mawasiliano kati ya watu walio na mahusiano mazuri. Mimi mara nyingi nimekuwa nikiona haya mambo. Ukiwa natembea njiani na mtu ambaye simjui vizuri ama yeye hanijui vizuri, tunaonanaga tu juu, nikimuuliza habari ya nyumbani, hata kama kuna tatizo kula na niambianga ni mzuri. Sijui kama umewahi kuyaona naye. Habari ya watoto hawako tu. Hataki kufunua kwa mtu ambaye hawana mahusiano na yeye. Lakini ukiwa na mahusiano na mpendwa, hata utapata mawasiliano ya simu wengine wanaamua kununua airtime ya 20 bob aongee saa nzima. Ile yatumikiwa. Anaongea hiki, naongea hiki. Yaani mahusiano yameingiliana. Sawa sawa? Wewe ukijenga mahusiano mazuri katika hii Pasaka na Bwana Mungu aishie milele na umuelewe
Maana unajenga mahusiano kama unamwelewa mtu. Sawa sawa? Kama sijakuelewa, jamani, sitahusiana na wewe. Hata wewe usiponielewa vizuri, utashangaa huyu naye akifika kukasirika anafananaje? Na nikimkanyaga vibaya anafananaje? Na nikifanya hiki na hiki ama nikiongea hiki atanielewaje? Lakini ukishafika kuelewa mwenzako, mambo yanakuwa salama. Tena ndivyo alivyo Mungu. Mungu lazima tumuelewe. Number 1, yeye ni Bwana Baba wa upendo. Tuko pamoja? Number 2, yeye ni mtakatifu wa Israeli. Number 3, yeye ni mweza yote, hakuna linalomshinda. Number 4, yeye ni mvumilivu. Hata ukiteleza atajua hili limekufuata tu kwa ghafla, atakuvumilia. Number 4, yeye ni Baba wa huruma. Unapopitia zile hali ngumu, he normally feels it. Ndio sababu ukiinua sauti, huwa haraka mkono wake unakufikia. Number 5, yeye Bwana Mungu yuko personal. You can personally relate to him. Nasikia vizuri? You can personally relate to our Father in heaven. Uongee tu na yeye more than you can talk to a friend. Alafu tena wazungu wanamitaka he is transcendent. Ni Baba wa mbinguni, yuko juu zaidi. Ndio sababu kitabu cha Isaya mlango wa 55 kifungu chake cha 8 kinasema mawazo yake sio mawazo yetu. Ndio sababu wakati mwingine anakuruhusu umuombe, wakati wote anakuruhusu muombe, but he has the best for you. Kuelewa hiyo? Yeye Bwana Mungu anasema ombeni nani mtapata, tafuteni mtaona, bisheni nani mlango utafunguliwa. Anakuruhusu umuombe. Lakini kando na hilo, yeye ana mazuri kuliko yale ambayo unaomba. Unasikia vizuri? Anakupangia kizuri kuliko kile ambacho hata umemuomba. Ndio sababu wakati mwingine unaweza kumuomba hiki na anakupangia kikubwa kuliko kile umemuomba. Ndio sababu saa zingine utamuomba kitu akawie kukupatia, si kwa sababu amekunyima, anataka ukomae. Maana akikupa hiki utakifanya sanamu, ukose kuingia kwa ibada. Nasikia vizuri? Kwa sababu ukiona maombi yanachelewa, yeye ni Baba wa upendo, anakufahamu wewe vizuri. Sawa sawa? Sasa unapomuelewa Baba wa aina hiyo, tamani kwa nini usiongee na yeye? Kuna pattern rahisi ya kuongea na Baba Mungu. Tumepewa katika sala ya Bwana. Ni sala hatua 3 za muhimu. Number 1 kumtambua, acknowledging his sovereignty. Unamwabudu, namwambia vile unampenda. He is the lover of our souls. He is the lily of the valley. He is the rose of Sharon. He is a friend who sticks closer than a brother. He is the fairest among 10,000. Oh, hallelujah! Unamtangaza vile alivyo. Anaanza kuona kweli mwanangu ananipenda. Alafu number 2, you align with his perfect will. Unatamani kuona mioyo ikikombolewa na iwe grounded katika kumfahamu mwanao Yesu Kristo. Ukiwa na shauku la aina hiyo, na kuambia nikikuhakikishia yote ya mazuri yatakufuata tu. Sawa sawa? Na unamtumainia ya kwamba akukinge na mishale ya waovu. Si kweli? Alafu hatimaye vile ulianza na ibada, maliza na ibada. Kwa kuwa ufalme wako na utukufu na nguvu zote hata milele. Ndio sababu maombi ni alfa na omega worship.
Nasikia vizuri. Sasa ukiwa hivyo huwezi kung'ang'ana na maombi. Utatamani tu kupenda kwa mtu wa maombi. Because when you talk to God, Roho wake anakutoa katika chumba kinachoitwa the outer court. Mmoja tutajifunza haya maneno. Alafu ukiendelea kuongea na yeye persistently, anakuingiza katika chumba kinachoitwa the holy place. Na ukipenyeza pale, anakuingiza in the holy of holies. Ukifika kule huwa utamani kurudi. Kwa sababu unasikiaga saa nyingine hata utaki mtu akwambie amen, 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 amen. Huwa umefika holy of holies. Huwa umefika mahali mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba jambo moja nimelitamani na nitalifuatilia, kukaa tu nyumbani mwa Bwana na kutamani uzuri wake. Are you getting what I'm saying? Sasa haya ndio maeneo katika maisha ya maombi, ndio unashangaa mbona hawa kuanza maombi hawakatikagi haraka. Siri ni hiyo tu. Sawa sawa. Kwa sababu ya muda twende kwa faida namba 4. Faida namba 4 inapatikana katika kitabu cha Warumi huo mstari wa 10. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Faida hiyo kwa kizungu inaitwa assurance. Uhakika ndio faida ya 4 ya kufanywa wana wa Mungu. Tunapewa uhakika. Hili neno uhakika liko sambamba na neno assurance, liko sambamba na neno insurance. Sawa? Neno assurance na insurance ni mapacha. Ukinunua leo gari, watakwambia peleka kwa insurance. Ili gari likipata ajali utalipa pasipo kung'ang'ana, si kweli? Na hata kuna insurance ambayo inaitwa bima ya SHA. Lakini mambo ya SHA sisi ushuru tuyawache huko nje. Tubaki hapa kanisani. Sasa hili neno insurance, assurance ni ule uhakika ambao Roho Mungu anakupatia. Sasa Roho Mungu anakupatia uhakika ya kwamba atalifuata neno lake maishani mwako hadi alitimize. Nasikia vizuri? Ndio sababu hawa watumishi wa Mungu wakikwambia hapa neno la Mungu, fuatilia uliamini. Yeye huwa hafuati mawazo ya mwanadamu, anafuata neno lake. Ndio kuwa na uhakika ya kwamba ahadi zote za Mungu katika Kristo ni ndio na ni amina. Tuko pamoja? Ni kuwa na uhakika ya kwamba yeye aliyeanzisha jamani kazi njema ndani yetu, huyu mwana wa Mungu ni mwaminifu. Haijalishi changamoto zitakazo simama mbele yako, atakufikisha. Unasikia vizuri? Kuwa na uhakika wa neno. Wacha maneno ya wanadamu, neno lake. Kuwa na uhakika ya kwamba atakulinda usianguke. Waingereza wanasema ya kwamba he is able to keep us from falling based on the Calvary experience and to present us blameless before his Father with exceeding joy. Yani Yesu yuko tayari kukulinda wewe na mimi tusianguke mitego yote ya waabudu mashetani. Watege leo, Yesu anategua kesho. Na
na atakulinda mpaka hakikishe siku moja na kupeleka mikononi mwa Baba, akimwambia Baba, huyu Sospita dada Katrina niliyemuokoa nimemleta mbele yako, ni mtakatifu. Are you getting the point? Yeah. Kuwa na uhakika ya kwamba anaweza kutenda kadri kuliko kile ambacho mimi na wewe twaomba au twatarajia. He is able to do exceedingly and abundantly above everything you ask or imagine, in accordance with glorious power that is at work in us. Are you getting the point? Sasa ukiwa na Mungu aina hiyo, kwa nini usimwamini? Kwa nini usimwamini na utembee katika uhakika wake? Hiyo ni faida ya ngapi? Ya 4. Twende kwa faida ya 5. Inapatikana katika kifungu cha 17 sehemu ya kwanza. Maandiko yanasema kwamba na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Inaitwa urithi. Hiyo ndio faida ya 5 ya wewe kufanywa mtoto wa Mungu. Ikiwa mzazi wangu, haswa sisi wa Afrika ambao mara nyingi tunarithi kutoka kwa wazazi mashamba, magari, nini. Ikiwa mzazi alikuwa na account ya shilingi milioni 5 kwa Equity na anaaga dunia kama mimi sijui, nitaenda mimi kibele? No. Nitaenda nisidai? Mzazi ameaga dunia, lakini yeye mwenyewe ndiye alijua ana account ya milioni 5 kwa Equity. Nitaenda niwaambie nipatie chochote ambacho baba aliwacha? Si kweli? Nitaka tuwe tumewasiliana na mzazi, miaka yake kikaribia na ajue ya kwamba ninaweza kuondoka wakati wowote, anikabidhi stakabadhi, sio? Hizo stakabadhi ndizo nitatumia baada ya kuweza kupata cheti kinachoitwa death certificate. Niambatanishe na hiyo stakabadhi, niandikiwe barua na area chief ama whoever, ndio niende kwa bank wa process hiyo pesa, ndio iende kwa account ya mzee ambaye ameaga, ndio irudi kwa account yangu. Si kweli? Sasa sisi urithi tulio nao wapendwa, ni kwa sababu ya aliyekufa msalabani. Tukimwambia habari zake jana, tuko pamoja. Yeye aliyekufa msalabani, yote ambayo yalikuwa ni yake, maana akiwa hai, kitabu cha Mathayo alisema yote Baba amenipa ni yangu. Sasa alipokuwa anakwenda msalabani na akafa na akafufuka, kwa hiyo mauti ndiye aliambia wanafunzi wake, wewe na mimi tukiwamo, nimewapa yote. Nasikia vizuri? Nimewapa yote. Funguo ya kufungua every corner of your destiny wewe uko nayo. Cha muhimu, get connected with the greater I am. Are you listening? Yenda nyumbani, soma kitabu cha Efeso mlango wa 1 kifungu cha 17, kifungu cha 18 na kifungu cha 19. Hatuna muda wa kusoma hayo maneno. Hapo ndipo mtume Paulo anasema ya kwamba jamani wa Efeso, enyi wa Efeso, ninawaombea macho ya rohoni mwenu jamani yafunguke, ili mpate kujua urithi, utajiri mlioandaliwa. Na ukiona Wakristo wanatembea wameinama,
huko kwetu tunasema kama kale kakuku kamegongwa na mvua ya mwezi wa 5. Hakana mbele, hakana nyuma. Nini wengi jamani. Hata unakuta wakiingia kanisani, kiongozi anahangaika, "Inua mkono jamani, inua mkono mtu wetu akamepoteza." Tunashangaa huyu mtu na ameokoka. Aingia tibora mzee. Ukiingia kanisani weka antena yako juu bana. Nasikia vizuri? Weka antena juu. Usikuje kwa dua, inua tembea ukijua wewe una utajiri. Are you getting the point? Unaweza kukosa kwa kuishi Runda, but you are commanding the territory of God. Are you listening? Kwani Elia alikuwa anakaa Runda. Na alikuwa anachopa. Lakini alimwendea mfalme akamwambia, "Wewe, jinsi Mungu aishivyo, kwa hivi neno mvua haitanyesha wala umande. Kwa heri Mr. President." So ukijua utajiri ulio nao, sema amen. Utatembea kichwa juu. Illuminati wa Nairobi hawakutishi. Miungu ya Nairobi haikutishi. Itoke Nigeria, itoke Mombasa, you are serving the mighty Redeemer. Shout amen. Word of ufalme. Amen. Tumalizie maana saa zimetuacha. Faida ya 6 inapatikana kwa hicho kifungu sehemu ya mwisho. Maandiko yanasema verse 17, sehemu ya pili inasema ya kwamba tukiteswa pamoja naye ili na kutukuzwa pamoja naye. Sasa nisikize kwa makini, hapa ndio kuna kizungu mkuti. Sio Kiafrika mkuti, ni kizungu cha mkuti. Utaniuliza kwa nini pastor unasema ya kwamba faida hii imo tena maishani mwetu? Inaitwa kuvumilia mateso. Hiyo ni faida. Sasa hapo ndio tutachanganyika kidogo. Andika faida ya 6 ni kustahimili mateso. Andika. Alafu ulete macho kwangu, maana hapo ndio kuna Kiafrika mkuti. Utashangaa kwa nini pastor Mungu anaita hii kuwa ni faida. Sikiza. God allows you and me to go through hardships for us to strengthen our spiritual muscles. Mungu anakuruhusu wewe na mimi wakati mwingine tupitie hali mishipa yetu ya kiroho ipate nguvu. Sawa sawa? Maana nikizoea tu kuna kulumba, siagi, chapo, pilau, keki, nitajua kuna njaa. Na wakati mwingi nitakuwa nikimwambia Mungu nataka kuomba. Simuwepo na watu wengine wakilekula wameshiba wanakumbuka kuomba kama ni saa 9 za asubuhi. Ndio hata nisahau kuomba. Lakini ukilala kwa ile kitanda ambayo ina kunguni inakuwa mshaka hata sasa. Usema Baba ninakushukuru. Nimekula wakati mgumu lakini wewe ni mwaminifu. Mungu anakuambia toka kitandani uombe wewe. Hata kwa ngoi. Sawa? Pia ni part of exercise. Maisha magumu ambayo tunapitia ni part of exercise. Ukiuliza wakina Kipchoge Keino
wakina Eliud Keino, ukiuliza wakina Faith Kipyegon, gharama waliolipa kufikia mahali wapo, watakwambia bwana we, tumepasua miamba kwa mkaka saa 9 tukikimbia katika milima ya Elgeyo, katika milima ya Uasin Gishu. Ukiuliza wakina Kylian Mbappe, uliza wakina Lionel Messi, Sergio Aguero, Messi, watakuambia wewe kufika hapa tulipasua miamba. Are you getting the point? Yes. Sasa mateso sio punishment ya Mungu. God is preparing you and me for greater things. Especially kama Bwana aliweka moyoni mwako a big dream. Hiyo tarajia kulipa gharama. Yes. Sawa sawa. Maana kuna maono ya koroboi, kuna maono ya chimney, kuna maono ya Optimus, na kuna maono ya stima. Sasa wewe kama maono yako ni koroboi, hauna mwili mkuu. Lakini kama ni huyu mwanaume huyu, jitayarishe. Are we together? Sasa upende kukutana na hayo mambo. Sometimes ukiona na kufuata sana na Bwana ameweka amani nyingi moyoni, furahia. Anakushapen ili ukifika ng'ambo ile muwagora testimony. Kwa sababu hawa maskofu, mama yetu Reverend Martha, tumishi wa Mungu hapa, Bishop Simon, waliokuwa wanawafuatilia, kuna mambo ambayo walituambia Mungu aliwapitishia. They were being prepared for bigger dreams. Ukikaa na askofu Kinengo atakwambia his own story. Kufikia mahali yuko hapa kama askofu sio mwendo rahisi. Are we together? Niruhusu niongee mambo matatu yanayochangia kupitia katika hali ngumu and how the grace of endurance is a privilege. Number 1, Bwana anaruhusu hali ngumu to purify our motives. Bwana anaruhusu hali ngumu zije kwa watoto wake, sio kama mateso, lakini kusafisha nia zao waweze kumwelewa bayana. Kama unaandika to purify our motives that we may comprehend him better. Ndio sababu Ayubu akasema katika Ayubu 23:10, ninajua njia ambayo wewe Bwana Mungu unanipitishia, ya kwamba nitakapofika ng'ambo ile nyingine, nikiruka mateso haya na kuyashinda, nitakuwa kama dhabihu iliyosafishwa. Na sio tu dhabihu, dhahabu. Sasa mateso yanakusafisha ili umfahamu sana Bwana Mungu. Na katika huyo Ayubu 42:5, Ayubu akishapita mtihani, alimwangalia Bwana Mungu akamwambia, nilikuwa tu ninakusikia. Ilikuwa tunasikia habari zako. Sasa nimekuona uso wa uso. Are we together? Yes. Kusudi la pili la kupitia hali ngumu kama watoto wa Mungu is to be a tool of consolation to others. Bwana anamuaga kukupitishia hali ngumu ili kesho ya Mungu wewe utakuwa faraja kwa wanaopitia baada yako. Kwa mfano, Bwana amekupitishia mchujo wa njaa, mchujo wa kukosa,
Unapomuona yule ambaye anahangaika na ameokoka katika hiyo njia, unamwambia ndugu, nilikuwa hapa lakini nilimuona Mungu. Mungu wangu, mtumainia atakupitisha na atakuvukisha. Ikiwa uliwahi kufiwa na mtoto na baba wa karibu au na mwenzako wa karibu, ukahisi machungu, Bwana nitaka uhisi machungu. Ndio yule Mkristo mwenzako atakapopitia hiyo shule, utamfikia na kumwambia mwenzangu, niliwahi kuwa katika hii shule. Mungu aliyeninyanyua hata wewe atakunyanyua. Are you getting the point? Alafu kusudi la mwisho, ili Mungu anaturuhusu tupitie katika hali ngumu, is to be prepared for eternal rewards. Anatuandaa kwa vipawa ambavyo tutapewa wakati wa mwisho. Ndio sababu kitabu cha Ufunuo kiko na neno hili, yeye ashindaye mara 8. Yeye ashindaye. Ndio sababu katika maisha haya mwandishi wa kitabu cha Waebrania anawaandikia waumini akiwaambia kwamba jamani, mtazameni Yesu, maana walikuwa wanapitia mateso, viboko, vifungo, mpaka Wayahudi wa Waebrania, maana walioandikiwa hao ni Waebrania, wakafikiria sasa tunateseka kwa nini? Si turudi kwa dini yetu ya Kiebrania. Hakukuwa na mateso ya aina hii. Ndio mwandishi anawaambia, look at me. Nataka mtazame Yesu kwa hayo mateso mnayopitia. Maana yeye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yenu. Na anasema kwa furaha iliyowekwa mbele yake, aliustahimili msalaba na akaidharau aibu yake. Haleluya. Tumeketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa Yesu alishinda, hata wewe utashinda. Ikiwa Musa walishinda, hata mimi na wewe tutashinda. Kwa kila Joshua Dibora walishinda, mimi na wewe tutashinda. Nataka nikutie moyo katika maombi haya jioni. Kuna mambo ambayo Bwana amelitenda maishani mwetu. Kitabu cha Isaya mlango 45 kifungu cha kwanza hadi cha 3. Niruhusu tusome neno la Mungu. Isaya mlango 45 kifungu chake ni cha kwanza hadi cha 3. Neno la Mungu linasema ya kwamba haya ndiyo Bwana amwambia Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, kwamba nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake. Hata milango hayatafungwa, itakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Tavunja vipande milango ya shamba na kukatakata mapingo ya chuma. Basi nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa, mali za siri, pate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Sikiza kwa makini neno hili tunapojiandaa kuingia katika maombi. Unabii huu ulitolewa kwa wana wa Israeli wakiwa utumwani. Isaya anautoa kabla hawajaenda utumwani. Na Bwana anawaambia, tayarisha unabii huu, watakapokuwa utumwani ujitokeze. Kule watakuwa katika mateso,
watasahau hata maono niliyoweka ndani yao ya kwamba wao ni milki yangu Jehova. Maana wataishi katika nchi ya utumwa wakisema ya kwamba kando ya mito ya Babeli. Hapo tulilia tukiomboleza, wakatuambia tuimbe nyimbo za Sayuni. Tunashangaa tutaibaje nyimbo za Sayuni katika nchi ya utumwa baadaye? Mungu akamwambia Isaya, tayarisha huu nabii kuambia kwamba nitamtuma Koreshi mpakwa mafuta. Yeye atatangulia mbele yenu, na kupitia kwa huyo mfalme nitasawazisha njia zenu. Nitawapa mambo yaliyofichwa sirini. Kwa mate mataifa ya